mambo mbalimbali ya kimichezo na burudani. Mbele yangu hapa tuko na Dr. Mohamed Hamis. Ndugu yangu uko poa? Uko poa nabii. Heri kabisa, namshukuru Mungu, alhamdulillah. Uzima upo labda? Uzima upo, namshukuru Mungu. Mara baada ya kuwafunga mabeberu wa jiji manake B19 FC kwenye mchezo wa FA kwa mabao 2-0 na hatimaye tukavuka hatua hiyo kuingia 16 bora. Kwa sasa wanasimba wote, wanachama, mashabiki, uongozi, benchi la ufundi tunajiandaa kuelekea Singida kwa ajili ya kupambana na Singida Black Stars. Na so far so good mpaka dakika hii, mara baada ya performance kubwa ambao wameonyesha wachezaji wa klabu ya Simba, uwezo mkubwa ambao wameonyesha mzabuni wa jezi wa klabu ya Simba. Nazungumzia Jelut Investment Company Limited chini ya mkurugenzi wake Rogasira Joseph Samsoni amegawa magari 5 kwa wachezaji 5 ikiwa ni sehemu ya motisha au sehemu ya mikataba ya klabu ya Simba kama walivyokubaliana wakati wasajiliwa na klabu ya Simba. Hivi sasa tunapozungumzia Libese Gueye, Aniset Yaula, Ismail Traore, Ino Siriomba Jospin, wote hawa ni wachezaji ambao wamepata magari mapya yenye thamani zaidi ya milioni 40 ikiwa ni sehemu ya kutambua mchango wao na klabu ya Simba na wanajivunia kuwa sehemu ya familia hii kubwa. Na kweli Simba ni klabu namba 5 barani Afrika. Na mimi kama Dr. Mohamed Hamis, mwanachama na shabiki wa klabu ya Simba maarufu, nitumie nafasi hii au jukwaa hii kumshukuru Joseph Rogasira Samsoni ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa Jelut Investment Company Limited, mdhabuni wa jezi kwa upande wa Simba, kwa moyo wake lakini kwa ahadi zake ambazo zinatekelezeka. Kila ambacho amekiahidi na klabu ya Simba ametekeleza kwa vitendo, na nyinyi wote mmeona. Aliahidi magari, katoa magari. Aliahidi mchezaji kila msimu, katuletea Inosi Jospin Liomba, mmoja wa wachezaji washambuliaji hatari sana. Kwa kusema hivyo, naungana na yeye, naungana na klabu ya Simba kukemea wale wote ambao wanasambaza na kutengeneza jezi feki ambazo zimejaa mitaani, hasa jezi zile za pre-season ambazo zinaonekana mitaani, sio jezi halali ambazo zimezalishwa au zisambazwa na mzabuni. Hivyo wana Simba wote, wanachama na mashabiki wajikite kwenye kununua jezi original ili waweze kuisaidia klabu yetu kupata mapato mazuri na kumpa moyo mzabuni wetu ili aendelee kuleta yale makubwa ambayo sisi tunataka kutoka kwake. Mimi naamini mali nzuri huwa haiachwi na timu yake. Yusuf Kagoma ameendelea kuongeza mkataba wa kusalia ndani ya viunga vya wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Ni dhahiri kama Simba Sports Club mmedhamiria msimu huu. Yusufu Ali Kagoma, typical intact defensive midfielder. Yaani ukiingia Google ukaandika maana ya kiungo mkabaji, Google wanakuletea picha ya Yusufu Kagoma. Leo ukiwa hujui nini maana ya football, ukiwa hujui kabisa nini maana ya mpira, ingia pale Google, uliza kiungo mkabaji maana yake nini. Google wao wenyewe wametranslate picha ya Yusufu Kagoma, ndiyo tafasiri ya kiungo mkabaji. Wow, yes. Tangu amefika Yanga, amefika Simba, sio Yanga. Yanga walimtaka wakamkosa, ndio maana akili yangu iko kwao. Na nasikitika masikitiko makubwa sana. Hivi huyu Yusufu Kagoma ndio Yanga wanataka kumpa milioni 10 kila mwaka? Huu ni utapeli wa hali ya juu sana. Yaani Yusufu Kagoma kwa ubora alionao ndio Yanga kwa wamemsajili miaka 3 milioni 30. Maana kila mwaka milioni 10 ni dhuluma kubwa sana ambayo kwenda kuifanya kwa Yusufu Kagoma. Klabu ya Simba ikasema hapana, hadhi yako wewe ni kucheza Simba Sports Club, timu namba 5 barani Afrika, timu yenye consistency ya kufanya vizuri kimataifa kwenye CAF Champions League. Sio nzuri? Wow, tukamchukua Yusufu Kagoma, now he is back. Yusufu Kagoma bado yupo ndani ya klabu ya Simba, bado yupo sana, na jana ameongezewa mikataba miaka miwili kutumikia klabu ya Simba mpaka mwaka 2028. Yusufu Kagoma is a man to watch. Is a really talented player. Sikumbuki mara ya mwisho Damaro alipiga pasi accuracy kwenye mechi ya dabi lini. Sikumbuki mara ya mwisho Mudathiru Yahaya alivuka mstari wa dimba la kati kwenye cycle of art kuja juu kwenye one side ya uwanja lini. Uwepo wa Yusufu Kagoma ulikuwa unawafanya viungo hawa wa Yanga wapate shida kila dakika 5, kila baada ya sekunde moja wapate shida katikati. Na wewe mwenyewe ulisikia Mdasi Yara alipotoka akamwambia hawa Simba hatari hawa, wanaweza kaniua hawa. Si ulisikia mwenyewe? Huyo ndio kazi ya Yusufu Kagoma, kiungo hunter, kiungo mwenye njaa zaidi ya punda mwenye njaa kali aliyepo Jangwani kwenye eneo la dimba la katikati. Na ukaona namna ambavyo kiungo cha Yanga Afrika kwenye mechi ya dabi ya Kariakota ya 1-3 walivyopoteana pale. Kazi ya Kagoma hiyo. Lakini kuna muda alilamba nyasi za Mudathiri. Babu, wala zungumza Mdasi.
Huyo Depu aliyoka mfukoni, Depu hajapiga shot on target hata moja mpaka yatoka. Uongo? Mtafutie shot on target hata moja ya Depu kule dabi ya Kariakoo, nakupa laki moja hapa. Tafuta nikupe laki. Haipo. Huyo ndio Yusufu Kagoma, mtoto anatumwa kazi. Alasibekane msimu uliopita finali, ilibidi refaria wa mchongo aambiwe bana, bila kumtwekea kiumbe hamshindi. Refaria akasema wewe unarahisishia kazi. Ndio anarudi fincha pili, anampa jekundu Yusufu Kagoma, ndio tunafungwa bao. Uongo? Uongo. Brother, kwenye mechi ya Simba na Esperance Tunisi Benjamin Mkapa, Yusufu Kagoma anatoka, ndio bao mbili zinarudi. Uongo? Sasa kwa nini tusimpe miaka miwili? Yusufu Kagoma miwili tena. Ameendelea kubaki Msimbazi, klabu namba 5 barani Afrika kwa ubora. Anakula vizuri, analala vizuri. Hana shida ya mshahara wala hana shida ya posho. Lakini pia kuna taarifa zilikuwa zinasemekana ya kwamba Simba Sports Club wamemuongeza mwaka mwingine Rushaine De Reuck. Of course ni jana wamepost, sio zinasema kwamba ni tayari confirmed. Rushaine De Reuck, he is here to stay. Tayari shikapewa mwaka mmoja. Mlimpa mwaka mmoja baada ya kuona pengine kama Fadu Davis hajawaletea mali. Yes. Lazima na ndio ninashukuru viongozi wa klabu ya Simba kwa weledi wao mkubwa na kwa kazi kubwa ambao wanaifanya so far mpaka dakika hii ya kuifanya klabu yetu kuendelea kuwa bora na kuendelea kuongezea mikataba wachezaji wote ambao wanaonekana ni potential, wachezaji wote muhimu, ili tuendelee kuwashikilia. Sifa moja ya klabu kubwa ni kuendelea kuwa retain au kuendelea kuwashikilia wachezaji wake bora ambao ni muhimu kuelekea msimu unaokuja. Mkataba wa Rushaine De Reuck ulikuwa unafikia ukingoni, ilikuwa lazima aongezwe mkataba kwa sababu ya potential alionayo. Ukimwangalia Rushaine De Reuck ni zaidi ya Van Dijk kwenye eneo la defensive. Ukimwangalia Rushaine De Reuck ni zaidi ya Anthony Rudiger kwenye eneo la defensive. Ukimwangalia ni zaidi ya Rio Ferdinand namna ambavyo anacheza kwenye eneo la center back. So far mpaka dakika hii hakuna top class defender zaidi ya Rushaine De Reuck NBC Premier League so far. Kwa takwimu niletee, hayupo. Yeye pekee ana magoli 3. Uongo? Wanamfananisha na Jobu. Ana magoli 3 yeye pekee. Jobu hawezi, Jobu mtoto mdogo. Ndio miongoni mwa wachezaji ambao wanasema at least yeye na yaani walau asilimia 25 kwa 75. Yaani Jobu 25 yeye 75. Huyu kasi yake ni kubwa, level yake ni kubwa. Ameprove CAF Champions League, ameprove ligi kuu Tanzania bara. Ameprove wapi? CAF Champions League. Yes. Ambapo hampo. Hatupo, kwani Yanga wapo? Nyie atulia, mnaosemaga Yanga bora wapo? Wapo. So umeishia mwaka kundi mwaka huu mwaka wa pili. Na tumewapa jina mwaka kundi. Brother, unapozungumzia mchezaji mwenye IQ kubwa, mwenye mentality kubwa, Rushaine De Reuck, angalia namna ambavyo anaishape defensive zone. Anapokuwa timu yake inashambuliwa, angalia namna ambavyo ana clear mipira ya juu, area balls. Huyo ndio Rushaine. Angalia anapofanya good positioning anapokaa wakati timu yake inashambuliwa, transition phase to attacking. Wow, fantastic, marvelous. Huyo ndio Rushaine De Reuck ambaye tunapaswa kuwa naye. Quality za wachezaji kama hawa za kina Rushaine ndio zile sifa ya kucheza na klabu ya Simba. Na wao yes, tumempa mkataba, he's here to stay. Na niwaambie tu ndio kapteni wa klabu ya Simba. Ndio kapewa usinga, hujui? Kapewa usinga. Mbona mmemvua sasa mkongwe pale mwa timu yake? Hajavuliwa. Shomari Kapombe. Hajavuliwa. Yeye mwenyewe amesema apewe Rushaine De Reuck. Yeye mwenyewe amebariki kitambaa kiende kwa Rushaine De Reuck. Kwa hiyo Shomari Kapombe amebariki kitambaa kiende kwa nani? Kwa Rushaine De Reuck. Amebariki. Shomari Kapombe ameshakuwa kapteni miaka mingi sana na klabu ya Simba. Na tunamjua ubora wake, ukubwa wake, performance yake tumetambua. Na niwaambie tu, hii ndio ile Simba asali na maziwa tulikuwa tunaimba kila siku. Dr. Mo anaimba Simba asali na maziwa inafika lini? Ndio hii hapa. Ndio hii. Na za ndani dirisha kubwa inayokuja, kuna washambuliaji hatari wanashushwa wawili. Kuna washambuliaji hatari hao wawili wanashushwa Simba ambao wanakuja kuchukua kombe la Afrika msimu unaokuja. Lakini ulimuona Depu? Depu alifichwa mfukoni. Jana kafanya bahati. Sasa ile timu ya sasa timu gani babu? Por Tanzania timu ya kawaida ile. Aondoka na mpira wake. Kwanza pale kwa kuna mechi. Wewe Yanga unajua miundombinu. Kama mchezaji Singida Black Stars vile wanafikiri kwa polisi wachezaji. Dr. Mo. Na kuuliza swali, kama wamecheza Singida Black Stars vile kwa polisi Tanzania itakuwaje? Lakini nyinyi kila mkiulizwa dalili za ubingwa mnasema kwa Yanga hii ubingwa tunachukua. Brother, Yanga hawezi kunizuia Yanga.
Alinizuia kwa lipi? Kwa Yanga ile. Nyinyi waandishi wa habari mlisema, nisikilizeni. Mlisemaje kwamba ili Simba ionekane timu bora icheze na Yanga tarehe 1 mwezi wa 3? Uongo. Maana nilikuwa jisifia dhidi ya Prison mkakataa, mkasema Prison wa kawaida. Nikajisifia dhidi ya Mashujaa mkasema ya kawaida. Si ndio nyinyi? Ni umecheza na Yanga. Si ndio Yanga ile, hakuna Yanga nyingine. Kama ipo na niwaambie tu, Steve Baka alilia machozi ya damu siku ile pale New Amani Complex baada ya Pacome kukosekana. Brother alilia machozi ya damu akasema hii Yanga bila Pacome sikuitaka Yanga hii. Wao wanasema endeleeni kushinda kiumane na huko CRDB. Yanga hawana uwezo wa kutufunga tena. Muda wao umekwisha na sisi ndio ufalme wetu umerudi. Tuna timu bora, matajiri wapo. Unamwona Joseph Lugasila anatoa magari kwa wachezaji. Magari kila siku anatoa magari. Hiyo ni motisha kuelekea ligi kuu. Magari ya zamani yale. Sisi tunakwenda Singida tarehe 11 tuwafunge Singida alama 3. Baada ya Singida tunakwenda zetu Arusha dhidi ya TR United, tunaenda kufunga bao 3 na mabao na pointi 3. Baada hapo tarehe 19 tutakuwa mji wa samaki na miamba. Nazungumzia Rock City. Mwanza hiyo. Tunaongeza zile Pamba tarehe 19 tunafunga bao 3, tunarejea Dar es Salaam. Tunacheza tarehe 22 pale Meja Jenerali Samuno dhidi ya TR United. Kwa hiyo tuna ratiba ngumu msimu huu. Watanzania watuombee dua, lakini mashabiki wa Simba, Yanga, mashabiki wa Simba na matawi yote waweze kujipanga na kujiandaa kuelekea mchezo huu. Unazuri kwa sababu ni michezo migumu ambayo unapocheza Singida unacheza na timu 3. Unapocheza Singida ucheze peke yao Singida. Una maana gani kusema hivyo? Ukicheza na Singida unacheza na Singida, unacheza nyuma mwiko, lakini pia unacheza na watu wa Chamazi, unajua? Wanakuwa wameungana. Na Chamazi na Singida pia na watu wengine na Fountain pia wanaungana nao. Kwa hiyo maana yake sio timu moja. Kwa hiyo kuna kazi ya kufanya kubwa na Simba, tusilale. Michezo hii mitano ni muhimu. Kila mwana Simba amke apambane anavyoweza, pita uvunguni, inama chini, pita juu, pita angani, bingwa. Baada ya michezo hii tutabakia mechi moja kwa mwa bingwa, tunakuja kumfunga Yanga Benjamin Mkapa. Tajiri kabagua hajawapa wengine magari. Ndio mikataba ya klabu ya Simba kwa wachezaji hawa waliosajiliwa dirisha dogo. Ilikuwa kila mchezaji apewe nyumba ya kuishi, which is imeshafanyika. Wanazo kila mtu ana nyumba ya VIP treatment. Lakini mkataba wa pili ilikuwa wapewe usafiri kwa sababu Dar es Salaam unajua yani watu mpishane nao kwa daladala vitu vigumu sana. Yani libase goe akashikilie bomba vigumu sana. Kuna wengine wanashikilia upande wa pili. Upande wa pili wako wengi wanashikilia brother. Wachezaji wengi nyuma mwiko hapa daladala. Ushakutana naye? Wengi siwataji kwa majina, unaweza kufungulia mashtaka. Yanga sikiliza, nimechoka mashtaka. Unaweza kuwataja hapa kufungulia mashtaka. Na mimi mashtaka nimeachoka. Wachezaji kibao wa Yanga hawana magari, watembelea. Wachezaji wengi wa nyuma mwiko hawana magari, watembea daladala. Wachezaji wengi wa nyuma mwiko hawana magari, watembea daladala. Sisi tunacheza ligi kuu. Ligi kuu hii sisi tumeshavuka huko. Sisi level zetu ni kubwa, wachezaji wetu wa drive ndinga ina furu IC tinted ya maana. Ndo hadhi ya star. Hivi mchezaji kama Libase Gueye, Edis Kana, Mr. Carbon 14 kazi yake kupima umri. Hivi atembea daladala kweli? Yaani akashike bomba daladala sawa na kigeregere wa Yanga. Inawezekana. Yaani akashike akatembea daladala sawa na Kevo. Wewe Kevo atembea daladala ashikilie bomba Kevo. Na Libase Gueye akashikilie bomba. Haiwezekani kwa Simba hii ya Jeruti. Simba hii bora ambao ni asai na maziwa. Ndio maana ameamua kuwaheshimisha wachezaji wake. Yusuf Kagoma na gari nzuri. Wachezaji wote wa Simba wazawa wana magari makali kinoma. Yusuf Kagoma na gari nzuri. Shomari Kapombe ndio sasa unamjua? Sasa hujazungumzia hapo akina Semfuko Daudi, kina Hussein Abeli. Maana Mandinga kufa mtu. Kina Wilson Nangu. Hakuna siku na gari Simba pale. Unaona nzuri? Sasa tunataka tofautisha kati ya hadhi ya mashabiki na wachezaji wa klabu ya Simba na wachezaji wa nyuma mwiko ambao wengi wao wanashikilia bomba kwa daladala. Bwana mimi na yetu ulizana na hili na pengine labda nilitamatisha hili. Nini hatima ya Musa Pinpin Kamara? Wengine wanazidi kuongezewa mkataba, lakini yeye kwa upande wake kunaonekana kama kuna sintofahamu ya kuendelea kusalia. Casillas anafanya vizuri kweli langoni. Musa Pinpin Kamara ni mchezaji wa klabu ya Simba, lakini ameondolewa kwenye leja ya mfumo ya wachezaji wanaocheza msimu huu kwa sababu ya majeraha ambayo anayo, na yupo ndani ya klabu ya Simba, hajaondoka. Ni mchezaji halali wa klabu ya Simba ambaye akirejea kwenye timamu wake atarudishwa kwenye mfumo na ataendelea kubakia na klabu ya Simba. Vipi sasa hatima ya pale eneo la golini? Na inahitajika golikipa mmoja tu wa kigeni. Musa Pinpin Kamara ni golikipa wa klabu ya Simba na klabu ya Simba mpaka dakika hii imemhold. Hata Zanzibar tulikutana naye, hujaona?
Sio Zanzibar, tumecheza kimataifa, Simba amesafiri naye. Na kwenye ligi pia na kuwepo, maana yake ni mchezaji potential ambaye Simba tunamhitaji na anaendelea kubaki na Simba. Akipona anarejea majukumu yake kama kawaida. Kwa hiyo kama akipona Kasila anaondoka. Itakuwa hivyo kwa sababu sheria zinasema hivyo. Kwa sababu sheria hairuhusu magolikipa wawili. Inaruhusu mmoja. Kwa hiyo mmoja wapo ataondoka. Kati ya Kasila na Sana Musa Pinpin Kamara. Nani aachie ngazi ndani ya Simba? Hasa nikisema kwa maoni yako kwa sababu umeshamuona Kasila nikisema sasa hivi hivyo itakuwa vile namdogosha mtu fulani nampandisha mtu fulani. Mmoja sikiliza. Mmoja anajisikia vibaya akishinda kudaka vizuri, Dr. Mo alisema ni hivi. Wachezaji wote so far so good wanafanya vizuri. Kasira Mamadou Jibra. Bonge moja wa golikipa. Umeona na mama tusaidia. Tuna appreciate uwezo wake. Maamuzi ya kubaki nani abaki nani aondoke wanao klabu ya Simba. Maamuzi? Nani abaki nani aondoke wanao klabu ya Simba. Vipi ubingwa mnauona? Ubingwa Simba tulikuwa asubuhi kabla mechi 5. Ubingwa. Brother, nimeongea na uongozi wa klabu ya Simba. Nimewaomba waandike barua bodi ya ligi. Waombe dabi ya Kariakoo ya pili icheze siku ya sikukuu, siku ya Eid al-Fitr au Pasaka. Haiwezekani kama mwezi wa 5 hawa watu wagonge hapa. Kula ni mbali, wana midomo sana. Yaani nimewaambia viongozi wa Simba, naombeni viongozi wangu. Tuandike barua bodi ya ligi, tuwaambie dabi ya Kariakoo nchi inatakiwa ifurahi. Tuiombe sikukuu ya Pasaka dabi ya Kariakoo. Umefikia jeuri ya kuitaka Yanga tena? Brother, hata dabi ya Kariakoo cheza kesho kutwa basi tuko tayari. Wana nini wale? Brother, hivi hujamwona Libase Guel kuna skani umri wake. Wameshangilia sale. Sisi. Wao ndio wafanya sherehe na ushahidi upo Jangwani. Mimi nilikuwa na mashabiki wa nyuma mwiko nimekaa nao jukwani pale. Alikuwepo Meja, alikuwepo Musti. Wanaomba kuanzia dakika 60 wanaomba muda uishe, mpira uishe. Brother, kwa mara ya kwanza Yanga wanaomba mpira uwahi kuisha juzi ile pale New Amani Complex. Nyinyi acheni Simba. Hii Simba hatari kaka. Hii weka mbali na watoto itakujeruhi. Dr. Mo, ulisikia kauli ya Alikamwe aliyoiomba kutoka kwa bodi ya ligi na kamati ya masaa 72 lakini. Kwanza kamati ya masaa 72 imetuonea sana Simba. Imetupa mahera mengi. Milioni 22 ni hela nyingi. Ni mahera mengi. Alafu pili, kuna baadhi ya makosa mbona hawajaona. Kwa mfano kosa la vyumba vya Simba kutobolewa matobo. Nyuma mwiko walikuwa watoboa matobo kutaka kuingiza mambo yao ya ujanja ili washinde mchezo. Ni kosa ambalo pia kamisa mchezo alionyeshwa na kiongozi wetu mjumbe wa bodi ya kugenzi Swedi Nkwabi, wakaenda kuyaona, lakini hao makosa mbona hajatolewa maamuzi? Yanatolewa maamuzi makosa ya Simba peke yake. Ina maana kosa hilo halijaonekana na kamati ya saa 72. Hiyo moja. Lakini swali lingine, kama unamwadhibu Selemani Mwalimu unamtoza unampa mechi 3 na faini ya milioni na faini juu. Kwa nini unamwacha Ibrahim Baka? Alifanya kosa the same. Lakini kingine unampa adhabu Selemani Mwalimu, unamwacha Ibrahim Baka ambaye tayari na yeye anakosa the same. Manake double standard hiyo. Niseme tu Sir Isaac Newton anasema to every action there is equal and opposite reaction. Hiyo ni third law of motion. Kama leo hii una mchezaji amekuprovoke ndugu yangu Derek, amekushika anataka kupiga kiwiko, wewe ukarudisha, kwa nini aliyerudisha hapewi mchokozi, yani mwanzo tatizo stimulant hapo kosa hapo adhabu? Maana yako wachezaji watajua kwamba nikimchokoza mchezaji fulani yeye akinirudishia mimi siadhibiwi. Tabia hii itakomaa. Mwanangu, tabia hii itafaje? Itakomaa. Sasa tabia hii ikikomaa maana yake utakuwa uso mpira. Ukiingia ukamwangalia ukasoma physics ya third law of motion, Isaac Newton anakuambia to every action there is equal and opposite reaction. Maana yake kama yule hakuchokozwa asingerudisha. Maana yake hata yule msosi alipaswa apewe adhabu the same. Kwa nyinyi mnalaumu kosa la Ibrahim Baka. Yes. Kwa nini hajaadhibiwa mpaka dakika na video zipo, clip zito anapiga kifuti na akapiga mtu ngumi. Kwa hiyo bodi ya ligi wakiwasikiliza Young Africans walisikiliza na hili la Ibrahim Baka. Na hili la Simba. Lakini jiulize, tunakwenda kucheza Mbeya. Uwanja wa Mbeya ulifunguliwa kabla sisi hatujacheza mechi ya Dodoma Jiji. Lakini tunashangaa leo juzi, jana bodi ya ligi na TFF wanasema uwanja umefunguliwa Mbeya, umefungwa Mbeya. Kwa vigezo vipi? Yaani uwanja kabla ya Simba hajacheza na Dodoma Jiji pale jijini Mbeya, jijini Dodoma, uwanja wa Sokoine ulifungiwa.
ulifunguliwa kwa kizi vigezo. Haijapita wiki mbili brother, uwanja ule ambao ulifunguliwa TFF umefunguliwa tena kwa sababu Yanga atacheza nani? Yanga na wakopo kuna kucheza wapi? Mbeya. Hatutaki kwa ligi ya design hii, kila mmoja awe na haki na ligi ya Tanzania. Shukrani sana. Kila laheri.